Anko wangu mwenyewe huyo hapa. Binti unaitwa nani? Naitwa Nahia. Nahia. Oh, basi leo Bwana atatenda miujiza tena kwa Nahia. Haleluya. Amen. Unaweza ukaniruhusu nimwombe? Kazi ni kwako mchungaji. Nahia, na kuomba ufumbe macho uombe na mimi. Haleluya. Amen. Amen. Mungu Baba wa mbinguni, uliyetoa mamlaka ya viwete wakatembea, vipofu wakaona tena, leo nataka utende miujiza yako tena, tujue Bwana yupo, ili Nahia apate kuona tena. Nakemea nguvu zote za mapepo wachawi wachafu waliofanya Nahia asione. Nakemea kwa jina la Yesu. Moto, moto, shakala bondo ya bada. Moto, moto, toka, toka. Haleluya. Amen. Mchungaji, mbona ya mchafu kimwili na kiroho? Naona leo mapepo kidogo yamekata. Mimi mtoto kipofu lakini nina ndoto. Ninaimba kwa moyo, siogopi lolote. Ingawa sioni nuru. Lile. Unataka kuniua bure. Mapema tu nimekuvamia leo ndugu yangu. Salimie mzee. Sawa bwana, sasa hivi. Salama vipi unakotoka huko ndugu? Unajua ndugu yangu, nilikuja kuomba ushauri ukanikatalia, ukanifukuza, ukaniambia niondoke. Ukajua nitafeli, ila kwa sasa anko wangu anaelekea kupona. Japokuwa sina uhakika sana, ila nategemea muujiza kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Sasa majivuno ya nini ndugu yangu, ili hali huna uhakika na majivuno yenyewe? Ndugu yangu, anko wangu amepata mchungaji ambaye ametoka kumuombea, akaniambia nisubiri siku 3 tu, anko wangu anakaa sawa kabisa na Mungu atatenda muujiza wake. Hivi dunia leo miujiza bado ipo? Sasa ndugu yangu, we kila nikija hapa nakuomba ushauri mzuri haunipi, nakuomba ushauri mbaya haunipi. Leo basi nakupa mafanikio, maana unanikataa. Yaani wewe chochote hutaki kunishauri. Sasa sikia, hapa kwako itakuwa mara mwisho leo kukanyaga. Ila kwa sababu ni ndugu yangu, tutaonana wakati mwingine. Hasira za nini we kaka? Unataka kumuua bure. Ndugu wangu, ngoja nikuonyeshe mambo. Hebu angalia, cheki kitu hicho. Wewe huyo mtu umemtoa wapi shoga yangu? Kama unavyonjua ndugu wako sinaga jambo dogo. Mimi ndio unaniita shautamu. Wewe unanichukuliaje kwa mfano? Yaani utakuja kupigwa na wenyewe wamezao wewe. Shauri yako. Mimi wewe nipigwe? Mimi wa kupigwa? Yaani shautamu apigwe? Wanakwambieje siku hizi? Cha peke yako kaburi. Umeona? Siku hizi wale ndio habari ya mjini. Bwana ni naye na ninatambana. Alafu sina mbambamba, nipo lele kama unavyoniona. Aya, tuacheni na hayo. Hivi unajua anko wake naye sasa hivi kabadilika? Yaani kaamua kumtafutia naye mchungaji wa kumuombea. Sijui hata nani kampa hiyo akili. Au sijui ni Mungu kaamua kumuongoza. We naye. Yaani Kajoba unaniambia kitu kizuri. Au yaani uwe mjomba wake naye kama kafanya kitu kizuri sana. Kumbe kafanya huo ujinga tu. Yaani ningekuwa mimi ndio mjomba wake na Naia, ningekuwa nishamtupilia mbali. Yaani bora hata anti mwambie shoga yako, maana kila nikimwambia hata anielewi. Sasa na wewe anakuhusu nini? Mambo ya kubwa wanabebelea juu kama yako. Yaani wewe mtoto wewe, una domo lake lilipokuwa pana. Nyonyo. Basi shoga yako naye hana adabu. Mbona anataka kumtupa Naia? Shosti. Zaeni tu. Nahia. Wewe kibonge. Wewe kibonge. Wewe kama kuniita kibonge, jina langu sio kibonge. Jina langu ni Sureia. Sema shida yako. Haya sawa dada Suleia. Hivi umenionea Nahia huko mtaani au labda uko unacheza naye? Na yeye yenyewe hawezi kuniona. Sasa mimi nitamuonaje? Au ngoja nikutafutie. Nahia! Ehe! Nachoka mimi mama yenu. Haya bwana, watoto wa 2028 hao. Yaani wana akili nzito kama watu wazima. Haya sawa.
Mtumishi wa Mungu. Ba mchungaji, karibu. Asante. Bwana Yesu asifiwe sana. Milele amina. Karibu kae. Sasa ujio wangu kwako ni kitu kinanichanganya sana na unajua swali la mtu mmoja siku zote majibu wanatoka kwa wengi, hivyo hata usiku sikulala, nilikuwa nafikiria yule mtoto ulionipeleka nikamwambia kwa rafiki yako amewezaje kuniambia mimi kwa ni mchafu kimwili na kiroho. Watoto wa siku hizi tu hawana adabu. Hata kama, lakini mimi nahisi kuna kitu. Kitu gani hicho? Huyu mtoto atakuwa na kitu cha ziada na nimeplani kitu. Inabidi nenda muombea mara kwa mara au nijenge urafiki na mjomba wake ili nimjue kiundani zaidi. Utaweza kweli? Itanibidi niweze. Hamna namna nyingine. Jaribu tuone kama utaweza. Msaada! Msaada! Kuna yeyote hapa? Msaada! Msaada! Wasila. Wewe kama Yesu mwanangu, namkumbuka yule chali. Yule mtoto namkumbuka. Ndio namkumbuka mwanetu. Wewe sikia sasa nikwambia maisha yako unasemaje mwanangu? Pole pale tunaenda kumkinda tunaponda mwanangu tunakanyaga, wewe semaje mwanangu? Ule mtoto ana maajabu kinoma mwanangu, cha kufanya tuchimbe. Afu mwanangu ile kitobo mwanangu. Tunamkimbia vipi ule mtoto mwanangu, atuletea mazalao atupelesha michongo mwanangu, dakika za mwisho tunamkimbia vipi? Ule mtoto ana maajabu kinoma mwanangu. Yule ukimfuata yule utaniponza ujue. Sasa ndio chimba vipi mwanangu, maisha kazi nguo kaita noma kwenye michongo yetu ujue katufelisha yule pale mtoto mwanangu. Afu nasema tunachimba vipi dadi? Acha ushangazi mwanangu, tondoke tukamkinda tuponde tukamjaribu naye kama alivyotujaribu sisi kwenye michongo yetu. Au sio? Mwanangu. Twende tumfollow. Mwanangu. Mtoto vipi, mbona lia? Nimepotea. Umepotea eh? Ndio. Basi poa, wewe tukupeleke kwao. Wasemaje shoga yangu? Sasa sikia mwanangu. Yule mshamba leo yuko kwenye mikono yetu. Sasa tunampa adhabu gani yule mtoto? Sikiliza. Yaani mtoto mdogo kamwaibisha muni mwanangu anampiga, sikiliza. Kambake yule mtoto. Wewe semaje? Sikiliza wewe kidampa. Hiyo sio adhabu ya kumpa yule mtoto kutokana na umri wake. Unajua ile jinsi gani? Yule paya tumbaki wala kitu gani nani? Unajua zile mwanetu. Yule paya nenda kumficha, nenda kumtupa polini huko. Maisha yako siaone sikipofu yule pale mshamba. Nenda kumtupa polini huko kudadadeki. Unasemaje mwanetu? Au sio? Mwanangu inja lala hapo nyewe kati kona la ipengwi dadi. Unasemaje? Wewe unajua kaliniaibisha kaka katoto. Yaani nitaka nikakabea adhabu kubwa kinoma mwanangu. Sema nini nikausha kinda ponda nuna tugange ajao tukamchukue tu. Au sio? Mwanangu maisha yako. Sasa mama cha huruma, umejibweteka tu mwenzako kwako limemkuta jambo. Jambo gani hilo? Huyo mwanao wa kufikia nahi ya kipofu kapotea. Wewe hizo habari umezitolea wapi Sureia? Nimekutana na mkwake hapo ndo kaniambia. Sawa. Hoja nimeweza kufagia hapa, nitaenda kwa mwenyewe nikahakikishe. Maana wewe siku hizi hata sikuamini. Haya. Mchungaji, Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina. Una tatizo gani kijana? Mchungaji, sio kila anayekuja kwako ni kwamba ana matatizo. Leo mimi nimekuja kukupa shukrani, maana Mungu ametenda muujiza. Toka ulivyomwombea anko wangu siku zile, leo nimeshuhudia muujiza kwa macho yangu. Anko wangu mpaka sasa hivi ninavyokuambia, nimemtuma maandazi dukani. Haleluya. Umeona miujiza ya Bwana? Umeona jinsi Mungu anavyotenda? Mimi nashukuru sana. Kiufupi na furaha
na najisikia kuwa mwenye furaha zaidi. Sema nitakuja nyumbani niendeleze maombi juu yake. Nitashukuru sana mchungaji wangu, ila ningekuwa na chochote ningekukabidhi, hata ningekushikisha mkononi, ila kwa sababu tupo hapa mtaani tutaonana sana. Kwa hapo nashukuru. Basi haina shida, Bwana atatenda. Amina. Amina, nashukuru sana. Basi haina shida. Basi shukrani. Nishafika shoga yangu, hapa ndo nyumbani. Ankongu iko wapi? Kuhusu wako siwazi au vipi? Wewe kaa hapa hapa relax fresh na nini kila kitu wako anakuja hapa anakuja kukuchukua. Unasemaje shoga yangu? Tashukuru sana. Baridi poa hapo wenyewe shoga yangu. Unasemaje? Oa shoga yangu. Shika macho yako hapo wenyewe. Unasemaje bibi? Hapo wenyewe poa maana upendo wangu na faraja huwapa wenyewe. Sasa kwangu utakuwa ameenda wapi? Mbona hamna kitu chochote ambacho nimefanyia kibaya? Sasa kwa nini ameamua kufanya hivi? Yeye bado ni mtoto mdogo, anapaswa endelee kulewa na mimi. Hata hivyo nayo haoni. Mimi nilikuwa nishamzoea yako wangu. Sasa mbona ameondoka? Hata mimi ambaye nimefanya kumlea sijamfukuza, bado namhitaji yako wangu. Unalia nini wewe? Hamna mbisili. Washakubulizia upupu wewe? Sili. Hamna hapa ulio unacheka hapo? Nimekwambia mimi sili. Niambie kuna nini wewe? Kama yangu wangu, angu kafanya nini? Mimi nimerudi hapa angu simuoni. Kile nijaribu kumtafuta simuoni. Sasa mimi sijui ameenda wapi na sijamkosea chochote. Sawa, asa ndaulie. Hapo ulipo ni mtu mzima, hebu acha kulialia. Hapo nyanyuka tuwe tukamtafute. Kama tukimpata ni bahati yetu. Tusipompata hiyo ni pango ya Mwenyezi Mungu. Nimejaribu kumtafuta sana, lakini naona sijapata mwanga wote mpaka sasa hivi. Jamani, hapa kwema kweli? Kwema. Wewe kwema uko wapi? Mbona kama watu wanalia? Hivi ndio wasikia ni kweli au kuwa naye akapotea? Ndugu yangu, anko wangu mimi sijamuona mpaka sasa hivi. Tangu asubuhi nimerudi hapa naangaika kumtafuta sijamuona. Sijui ameenda wapi, ama amepotea, ama jambo baya limemkuta. Sijui nifanyeje. Sasa hapo unapolia ndio naye atarudi. Wewe mtu mzima hapo ndio ukae unalia hapo kama mtoto mdogo. Si unyanyuke hapo tu tukamtafute. Kweli. Twende tukamtafute ndugu yangu. Sio unalialia. Twende. Yamenifundisha kuvumilia sana. Kila hatua ninayopiga kwa matumaini. Najua ipo siku nitafika mbali. Mimi mtoto kipofu lakini nina Karibu, hapa ndo nyumbani. Asante. Jisikie upo huru kabisa. Yaani hata usiwe na hofu. Sawa? Huyu anapiga makelele ndani. Mdogo wangu huyo. Si ukakutana na nini uko barabarani, anapiga makelele hata sielewi cha kukifanya. Kamlete nimshike kichwa. Kamlete nimshike kichwa. Sasa hivi? Ndio. Inasaidia watu kwa upendo wangu na faraja huwapa wenye huzuni nyingi.
Macho si kila kitu duniani, moyo wenye wema ndio utajiri wa kweli. Usinione dhaifu kwa sababu ya napitia wakati mgumu sana kulingana na hali yangu. Sitatoka ukupenda. Nakupenda sana. Mtenda atatenda tena, na mtendwa atatendwa tena. Sasa yanaenda kufichuka yale yaliyojificha kwa muda mrefu. Wewe ni nani? Na umeweza vipi kuingia ndani mwangu? Samani. Mwanzo nimechanganyikiwa. Mtoto mtolea wapi? Nimemkuta barabarani dada. Umemkuta? Sasa sikiliza. Yule mtoto dili. Ukimtumia atakupatia pesa, atakubadilishia na maisha. Dada, yule mtoto mimi kanisaidia mengi. Leo tena nimfanyie kama ndio dili la kuniingizia pesa kweli? Sasa wapi wewe? Kuna watu watakuja kumchukua yule. Dada, cha kukushauri hapa, ondoka naye, nenda naye mbali. Mimi? Nenda! Wewe wapi wewe? Sasa hivi? Muda huu, unachelewa nini?